Wale ndugu zangu ambao mnamiliki magari na pengine gari lako limechoka, rangi yake imechoka, yani hata mwenyewe linakuchosha unapotaka kuliendesha na unahitaji kulifanyia marekebisho ya hali ya juu, aidha ni kubadilisha rangi, kama ni kulitengeneza gari lionekane katika muonekano mpya zaidi, au labda bampa ya gari imekatika na unahitaji kuiunga kwa kutumia flybar ili isionekane kama gari yako imewahi kuungwa, basi bwana Abu Garage ndiye mtaalamu pekee ambaye tunamwamini kwa sasa nchini Tanzania, ambaye anaweza kufanya shughuli hizo katika viwango vya hali ya juu sana. Abu Garage anapatikana jijini Dar es Salaam, Science Kijitonyama, kwa simu namba 0716 Kwa wale ndugu zangu ambao tayari wameshapata huduma ya Abu Garage, hakika wamekuwa kirudisha shukrani zao kwa kunitumia message na kunishukuru kwamba kazi ambayo wamefanyiwa haina mbambamba. Sasa wewe ni nani uendelee kuhangaika na gari lako wakati unaweza kumpigia sasa hivi bwana Abu Garage kwa hiyo simu namba ambayo nimekutajia. Piga sasa na mwisho wa siku atakutengenezea gari lako na litaonekana kama gari mpya kabisa. Watu wataanza kuulizana mtaani kwamba mwanetu amenunua gari jingine jipya au ni aje. Huyo ndiye bwana Abu Garage na hiyo ndio kazi yake pekee ambayo anaiweza katika ubora wa hali ya juu zaidi. Imani yangu miaka yote ya kuripoti haya masuala ya geopolitics huwa ninawaeleza kwamba siku zote uongo huwa una kawaida ya kuwahi sana kufika safari, lakini ukweli huwa una kawaida ya kuchelewa kufika safari yake, ila ukija huwa unakuja kuvuruga kabisa ile ripoti ambayo imetangulizwa na mtangulizi wake uongo, ambaye huwa anafanya ule uongo kwa maslahi ya muda mfupi, lakini ukweli yeye huwa anatoa taarifa ambazo zitadumu kwa kipindi kirefu zaidi. Swala la Iran pamoja na Israel, watu wengi sana walikuwa ni kama wanaiona Iran ni taifa dhaifu sana mbele ya Marekani, mbele ya Uingereza, mbele ya Israel, mbele ya Ujerumani pamoja na mataifa mengine ambayo yanaisapoti hiyo Israel. Na kwa bahati mbaya sana wengine ambao imani yetu ni ndogo au imani yetu ni pana, huwa hatuwezi kuweka general comments kwa maana ya yale mawazo yetu ya mwisho kabisa wakati tunaona mwelekeo wa kile ambacho kinaendelea. Hivi sasa dunia nzima leo imeamka na ripoti ambazo zinahusiana na kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye amesema wanahitaji kufanya ceasefire ya muda wa siku 12. Na hii inakuwa ni vita ambayo imedumu kwa kipindi kifupi. Israel najua nimewaeleza kwamba aliwahi kupigana vita ambayo ilipewa umaarufu wa 6-day war. Sasa hii ni 12-day war ambao wamepambana na Iran. Na tunapozungumzia 6-day war, kwa wale ambao wanafuatilia sana historia, ni kwamba ilikuwa ni vita ambayo ilidumu kwa muda mfupi sana. Ilipiganwa kati ya Israel pamoja na mataifa ya Kiarabu kama vile Misri, Syria pamoja na Jordan, na ilianzia tarehe 5 hadi tarehe 10 Juni mwaka 1967. Na wakati vita ya sasa hivi imeanzia tarehe 13 mwezi wa 6, na wamesema kwamba inatakiwa kuisha as we speak, kwa maana ikae katika kipindi cha siku 12. Na by that time kulikuwa kuna makataa pamoja na matakwa ambayo yalikuwa yanahitajika kufanyika. Moja ilikuwa ni mvutano wa muda mrefu kati ya Israel pamoja na majirani zake wa Kiarabu kuhusu mipaka, haki za umiliki wa maeneo yenye maji, lakini pia hatima ya Palestina. Lakini Misri wakati huo waliamuru kikosi cha Umoja wa Mataifa kuondoka pale Sinai na kuanza kuhamasisha wanajeshi karibu na mpaka wa Israel. Misri kafunga mlango wa Tiran, kwa maana ya ile Strait of Tiran, kwa meli za Israel, hatua ambayo Israel ilichukulia kama tangazo la vita. Nchi za Kiarabu zikaanza ushirikiano wa kijeshi dhidi ya Israel, zikiweka majeshi yao tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Siku ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni Juni 5, Israel ilianzisha mashambulizi ya anga ya ghafla dhidi ya Misri. Siku ya pili na ya tatu, mapigano kati ya Israel na Jordan yakaanza. Jeshi la Israel likachukua udhibiti wa Jerusalem ya Mashariki ambayo ilikuwa chini ya Jordan tangu mwaka 1948. Siku ya 4 mpaka ya 5, Israel ilikuwa imeviondoa vile vikosi vyao kupitia ukanda wa Gaza pamoja na peninsula ya Sinai na kufikia mfereji wa Suez. Lakini pia walishambulia maeneo ya Syria na kuanza kusonga mbele kuelekea ukanda wa Golan, ambapo sasa pale mnasikia kuna kitu kinaitwa milima ya Golan au Golan Heights. Na siku ya 6
ilikuwa ni Juni 10 ambapo Israel ilikamilisha udhibiti wake katika ule uwanda wa Golan kutoka Syria, na vita vikaisha baada ya siku 6 na usitishaji wa mapigano ukatangazwa. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya vita ambayo ilikuwa ni vita iliyodumu kwa muda mrefu sana. Na wakati huo Israel walipata mafanikio kwa sababu walifanikiwa kuteka maeneo kama ile Sinai ya Peninsula kutoka Misri, wakateka ukanda wa Gaza kutoka Misri, wakaiteka Jerusalem Mashariki kutoka Jordan, na wakateka ukingo wa magharibi ambao mnasikiaga kitu kinaitwa West Bank kutoka Jordan, na uwanda wa Golan kutoka kule Syria. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja kati ya vita ambayo wa Israel kwa kusaidiwa na hao wa magharibi kama Marekani walifanikiwa, na hii hakuna mtu ambaye anaweza akapinga kwamba Waisraeli walifanikiwa. Lakini sasa walipojaribu huko ukanda wa Iran ni kwamba walikuwa ni kama wamevamia eneo ambalo kimsingi halitakiwi kuvamiwa, na ndio maana baada ya kufanya ile mashambulizi yao tarehe 13, majibu ambayo waliyapata yameiacha Israel ikiwa chini ya magofu sana, na baadaye tukaona Marekani akafanya mashambulizi ameyafanya katika maeneo ambayo yanatajwa kwamba ni maeneo yenye urutubishaji wa uranium, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hao wenyewe wa Iran tayari walikuwa wameshaondoa kila kitu ambacho kilikuwa katika maeneo hayo. Sasa likafanyika varangati moja baada ya Marekani kufanya mashambulizi, ambapo wakati agizo linatolewa la kuishambulia ile Al Udeid Air Base kule Qatar, ambayo hii ni kambi ya kijeshi ya Marekani, ni kwamba viongozi mbalimbali wa Iran wakiongozwa na Ayatollah Khamenei pamoja na viongozi wengine wakuu walikaa kwenye chumba kimoja na wakapiga simu ilikuwa ni moja tu, wakawaambia vurumisheni hayo makombora yaelekee Iran, vurumisheni makombora yaelekee Qatar, lakini pia yaelekee maeneo ya kule Iraq. Na of course mashambulizi hayo yamekuwa ni mashambulizi mabaya sana. Sasa Marekani baada ya kuwa wameshambuliwa, Marekani wakaibuka wakasema jamani, wao wanasema hakuna madhara yoyote ambayo yametokea. Sasa nataka niwaambie ukweli wa kile ambacho watu wamekificha. Iko hivi, wakati Iran inafanya mashambulizi kule Qatar pamoja na Iraq, ni kwamba moja kati ya kombora ambalo lilirushwa aina ya ballistic lilikamatwa na ile idara ya ulinzi wa kule Israel, na baadaye tukamwona waziri wa fedha wa kule Israel anayefahamika kama Smotrich alisema kwamba Tehran itatikisika na kutangaza kwamba Iran imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Mapema leo asubuhi tarehe 24, moja ya kombora lilirushwa na Irani nusu saa kabla ya usitishaji wa vita ambao umetangazwa na bwana Donald Trump, lilishambulia makazi au jengo la makazi kule Beersheba na kuua watu 8 pamoja na kujeruhi watu wasiopungua 30. Na kuna chama kimoja kinaitwa UPD ambacho hiki ni chama cha mlengo mkali wa kulia cha Israel na ambacho ni sehemu ya muungano wa Likud, walisema saa 3:30 baada ya rais wa Marekani kutangaza kusitisha mapigano, Iran ilifyatua risasi kaskazini mwa Israel. Hatupaswi kusita, tusijizuie, lazima tuchukue hatua mara moja. Yani wa Iran wanataka kuuaminisha ulimwengu kwamba wao vita wanaitaka. Yani ile ndio unasikia kuna wimbo mmoja unasema mtoto kautaka. Yani wa Irani bado wanaitaka vita, lakini wa Marekani wanataka kucheza kanyamazongo ili wasiendelee na hiyo operation, waende wakajipange. Iran baadaye tumeona wamesema kwamba wanathibitisha kusitisha mapigano na Israel, lakini wameonya kwamba watalipiza kisasi kikali endapo mkataba huo utakiukwa na Israel. Yani wakati rais wa Marekani bwana Donald Trump wamekaa kwenye hiyo meza wakasema sasa tusitishe mapigano, Irani wametoa onyo wakasema okay fine, hatuna shida, ila ikitokea kuna shambulizi la aina yeyote lile litafanywa either ni na Qatar au na Iraq au na Marekani au na Israel au na mshirika wa aina yeyote yule, watapiga mara 10 ya mashambulizi ambayo wameyafanya. Iran ikathibitisha kukubali kusitisha mapigano na Israel baada ya kutangaza kuwa malengo yao ya kijeshi yamefikiwa kwa mujibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la pale Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa pande zote zimekubaliana kusitisha mashambulizi baada ya takriban wiki 2 za mashambulizi ya kulipiza kisasi. Trump alisema kwamba Iran na Israel zimefikia kwa pamoja wakisema kitu kinaitwa peace, amani, na kusema kwamba Mashariki ya Kati na dunia nzima watakuwa washindi kutokana na kusitishwa kwa mapigano hayo.
Kwenye taarifa ambayo imetolewa Jumanne ni kwamba imesema uamuzi wa kitaifa wa kulazimisha kusitishwa kwa vita dhidi ya adui wa Kizayuni Israel na washirika wake waovu umetangazwa rasmi. Taarifa imesisitiza kuwa jeshi la Iran, bila kuamini maneno ya adui na wakiwa wameshika silaha tayari, wapo katika hali ya tahadhari ya kutoa jibu kali na la kuzuia kwa kitendo chochote kile kinachoonekana ni cha ukiukwaji wa makubaliano. Tehran imesema kwamba imetoa jibu la aibu na la mfano kwa ukatili wa adui, ikiwemo shambulio la makombora dhidi ya kituo cha Marekani kilichopo Qatar Jumatatu, pamoja na mashambulizi ya karibu dhidi ya Israel. Wanasema ujasiri wa kujitolea kwa jeshi la Iran vimewalazimisha maadui kutubu, kukubali kushindwa na kusitisha mashambulizi yao. Kwa upande mmoja, masaa kadhaa kabla ya tangazo hilo, Israel pia ilithibitisha rasmi kukubali meza ya mazungumzo. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikatoa taarifa ikisema kwamba Israel itatoa jibu kali kwa uvunjaji wowote wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo imemnukuu Rais Trump pamoja na jeshi la Marekani ambalo lilifanya mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran siku ya Jumapili kwa msaada wao katika ulinzi wa ushirika wao katika kuondokana na tishio la nyuklia kutoka Iran. Lakini ofisi ya Netanyahu imesema kwamba kwenye kikao cha baraza ambalo kilikaa kwa dharura, wakasema Israel imeondoa tishio mara mbili la moja kwa moja la uwepo wake kutoka katika silaha za nyuklia na makombora masafa marefu ya Iran. Sasa hapa nafikiri ndio kuna propaganda ambazo zinatengenezwa. Iko hivi: yale maeneo ambayo Marekani pamoja na Israel wamesema wameyashambulia ni maeneo ambayo Irani, yani kwenye ile mikakati, kwenye ile mipango yao ya kwamba ni maeneo muhimu, Irani hayo maeneo hayamo. Na ndio maana hata juzi memsikia Ayatollah Khamenei amesema ndio wametushambulia, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba wameshambulia eneo ambalo sisi kwetu halina madhara ya aina yeyote ile. Na wakasema uwezo wa makombora hizo B-2 za Marekani ni kushambulia takribani umbali wa mita 90 kutoka kwenye usawa wa ardhi. Lakini wa Iran wenyewe wakasema kwenye hayo maeneo, kwa mfano kile kituo cha Fordo peke yake, wanasema silaha zao zimehifadhiwa umbali wa mita 300 kwenda chini mpaka 460, wakati wa Marekani makombora yao yana uwezo wa kushambulia umbali wa mita 90 tu. Kwa hiyo kulikuwa kuna takriban kama mita nyingine zaidi ya 200 ambazo zinatakiwa zishuke kule chini kwa ajili ya kushambulia hayo maeneo ambayo wa Iran wanayamiliki. Sasa sisi jukumu letu liko pale pale tu, ni kutoa taarifa, lakini akili zetu pia, aliwahi kuzungumza mzee wa Msoga kwamba akili za kuambiwa unachanganya na zako, na ukikubali kula lazima ukubali kuliwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.